Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo Jumapili Agosti 23 mwaka 2026 kutoka JCTV Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tulionayo hii leo. Huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, msemaji wa kundi la wazalendo la CNPSC linaloongozwa na Jenerali William Yakutumba, Bwana wa Ubwela Mwila Dalton, ametoa wito kwa vijana kuacha kusaliti nchi. M23 bari RDF haitaenda fasi. Tunaomba wajene waache mambo ya usaliti, waache kusaliti. Hatuna nchi ingine pasipo hii Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamekubaliana kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani, lakini bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya mambo muhimu. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola, wakati serikali ikiimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa huo. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Na sasa tuangazia kwa kina taarifa zetu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamekubaliana kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani, lakini bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya mambo muhimu. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya pande hizo kufanya mazungumzo ya siku 5 nchini Uswisi. Zimekubaliana mpango unaoonyesha hatua na muda wa kuendelea na mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika chini ya makubaliano ya amani ya Doha, Qatar. Pia wamekubaliana kuanza kutumia mfumo maalum wa kufuatilia kama kuna ukiukaji wa usitishaji mapigano. Ukaguzi wa kwanza unatarajiwa kufanyika Jumatatu katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambalo limeathiriwa na mapigano. Hata hivyo, bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya masuala, yakiwemo vikwazo dhidi ya M23 na kuachiwa kwa baadhi ya watu waliokamatwa. Wakati mazungumzo yakiendelea, mapigano bado yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kusini, huku serikali na M23 zikituhumiana kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Mzozo huo pia umeendelea kuongeza mvutano kati ya DRC na Rwanda. Rwanda inasema serikali ya DRC inashindwa kuliondoa kundi la FDLR ambalo Kigali inaliona kuwa tishio kwa usalama wake. DRC kwa upande wake inaituhumu Rwanda kuiunga mkono M23 kwa wanajeshi na silaha. Rwanda inakanusha madai hayo. Mapigano hayo yamesababisha mamilioni ya watu kuondoka katika makazi yao. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, msemaji wa kundi la wazalendo la CNPSC linaloongozwa na Jenerali William Yakutumba, Bwana wa Ubwela Mwila Dalton, ametoa wito kwa vijana kuacha kusaliti nchi. Ametoa kauli hiyo mbele ya waandishi wa habari. Wa Ubwela Mwila Dalton, ujambo. Jambo. Karibu hapa mbele ya vyombo vya habari. Asante. Wa Ubwela Mwila Dalton, wewe ni msemaji wa wazalendo kusini mwa Kivu Kusini, tuseme Kivu Kusini. Kuna taarifa kwamba Bwana Alonda Nyamatomwa Mwenafeji, ambaye alikuwa mmoja wa makada kwa mujibu wa video inayozunguka mitandaoni, makada wenu wa CNPSC, amekwenda kujiunga na RMDP Twirwaneho M23, na amesema kwamba ametumwa na mzee William. Taarifa hizi zikoje na zamani yake kwenu au son passé ilikuwa namna gani? Ule ndugu Alonda Nyamatomwa wa Fechi au Mwenafechi kama vile unatoka kusema, alikuwa mwanamemba wa CNPSC. Hakukuwa kiongozi, alikuwa mwanamemba kama kawaida. Wale tunawaita wa mambre kama wa kawaida, hakukuwa ofisa yoyote. Alikuwa kama kuko shida ya mzigo, wanatupelekea chakula, wanatupelekea kitu fulani. Ndio ilikuwa kazi yao, hakukuwa ofisia. Lakini ilifika mwaka wa tuseme 2022 2023,
tulifanya mradi wa kukatisha mambao. Tulinunua Mouvement CNPSC ilinunua kitu wanaita tronçonneuse, ni ile mashini ya kupasua mbao. Sasa wakati tulinunua hizo mashini, tukaanza kupasua mbao eneo za Bashikalangwa. Na wakati tulipasua hizo mbao, tukatia stock au depo ya mbao Baraka. Na wakati tuliweka depo ya mbao Baraka, Alonda akakuwa mtu mwenyewe anahusika na ulinzi wa ile depo, yani zamu wa depo. Baada ya Alonda kuona ya kwamba sisi tulikuwa mbali, sababu sisi tulikuwa kubashikalangwa basi wanaita Bwala Matelo, Alonda akakamata pesa, akakamata hizo mbao akauzisha. Hizo mbao zilikuwa na kiwango cha pesa au zilikuwa na valeur ya 2,600,000 francs congolais. Alonda hizo pesa akazikula, akazitumia. Na wakati sisi tulifika katika mji wa Baraka, tukaanza dai Alonda hizo pesa. Alonda akakimbilia Ugwari, akaanza kutumika na Dragila Muamare, sababu sisi tulikuwa hatuyaweka sana mare mumai. Sasa kulikuwa wa desertere wetu wenyewe walikuwa wanatumika mumaji. Alonda akaona watu ambao wamefanya desertion, akaenda ungana na wale watu ambao walikuwa wanasaliti. Lakini Dragila alirevenir murezo hivi tuko naye, Alonda akaenda tumika na Wadragila. Na wakati Dragila alichoka na kuikala mbali na uongozi wa kwake, Dragila aliambia Alonda, mimi narudia kwenye uongozi, yani kuseni PCC. Sasa Alonda baada ya kuona eko na deni kuseni PCC ambayo inamdai 2,600,000 francs congolais, Alonda akakosa kwa kwenda. Na tukamwambia ya kwamba kama pesa zetu hazionekani tutakuweka mbele ya vyombo vya sheria. Na ndo hiyo wakati Alonda akakimbilia katika mji wa Minembwe, akakimbilia Kutwirwaneho M23 AFC bar RDF. Alonda akakimbilia Minembwe, na lakini vijana wenyewe Alonda alikimbia nao kwenda Minembwe, wengi walisharudia. Wengi walienda shindo na maisha ya Minembwe wakarudia. Hiyo ndio shabaha ya Alonda kujiretrouver katika mji wa Minembwe. Alikimbia deni ambayo iko nayo kuseni pesa ambayo tunamdai. Sio mambo ya siasa, sio nini, hakufuata siasa. Alikimbia madeni. Aliona akienda Uvira tutamkamata, aliona maisha ya Bukavu ni maisha magumu, aliona maisha ya Burundi ni maisha magumu, akaamua kwenda Minembwe kwenye atapata facilite. Unajua mtu mwenye anadanganya, muongo anapendaka aende fasi ambapo watamsikia. Ni hivyo njoo pase ya Alonda hiyo. Unataka kusema kwamba si William ya Kutumba, si CNPSC ambaye amemtuma kule kirejea hapo? Haiko mheshimiwa William Amuri ya Kutumba njoo amemtuma Minembwe. Unajua leo William Amuri ya Kutumba na M23 au Twirwaneho au ile MRDP au ile Gumino au tuseme M23 au AFC, leo adui wa kwanza, adui mkubwa sana wa hao watu ni mheshimiwa William Amuri ya Kutumba. Sasa kusema yeye ndio anatuma Alonda kule, aweza katume mtu fasi ambao wale watu ni maadui zake. Ni kusema Alonda ameenda kule, amekimbia, akutumwa na mtu. Amekimbia madeni yetu, amekimbia pesa ambazo sisi CNPSC tunamdai. Tofauti na swala hilo la deni ya milioni 2 na zaidi huko za pesa za mbao, je, alikuwa na kesi yoyote nyingine na CNPSC? Ndio maana amesema yote hayo, sababu amesema kwamba na nyinyi mko njiani kujiunga na M23. Sisi kujiunga na M23 ni kusema siku moja usiku na mchana watachangana fasi. Ni kusema shetani na Mungu wakuwe pamoja, ni mambo yenyewe haiwezekana. CNPSC au kusema William Amuri ya Kutumba kuchangana na M23 au kutumika siku moja na M23 au kutumika siku moja na wasaliti, ni mambo yenyewe haiwezekana. Ni kusema Alonda amekimbia au kutumwa na mtu yoyote, wala sisi hatuko hapa ili siku moja twende tukatumike na M23. Sisi tuko hapa tutapiga M23 hadi mwisho.
tutapiga RDF hadi mwisho. Sisi tulisema ne jamais trahir le Congo, ndio inakuwaka slogan ya SNPCC. Alikuwa na kesi nyingine? Hakukuwa na kesi, anaweza kuwa anatuma kesi tudogo sababu ni mtu, ni mwanadamu, lakini kesi ambayo kweli kweli mkimbiza na kweli ambayo tulikuwa tunamfuatilia nayo ni ile 2 milioni 600. Hivyo nyinyi mnamchukua kama nani? Msaliti? Sisi vile haiko sisi peke yetu ndio tunamchukua kama msaliti. Ndio sisi SNPCC tunamchukua kama msaliti, amesaliti, lakini pia wakongomani nao wote wanamchukua kama vile msaliti. Sababu kwa sasa uniambie mtu akimbie aende kujiunga na adui mwenye anaua wakongomani kila siku, ule mtu asaliti SNPCC tu, amesaliti Kongo mzima na amesaliti wakongomani wote. Tunakaribia mwisho. Je, kuna neno lolote la nyongeza? Ndio, kuna neno ambalo niko napenda kusema kidogo juu ya usaliti ambao ndugu Alonda anatoka kufanya. Ni ndugu ndio, ni msaliti wa nchi. Kitu cha kwanza amewaambia watu Igwaneo, ameambia kabila la Wanyamulenge ya kwamba yeye au wa community ya Wanyamulenge njoo yenye itaokoa Kongo. Ile probleme yao ikipata solution, manake Kongo itapata solution. Niko napenda kuambia watu wote, wakongomani wote kwa jumla, na niambie community ya Wanyamulenge hii neno. Hakuna community yenye inaweza pigana na serikali. Wamushi hawawezi pigana na serikali yao. Wabembe hawawezi pigana na serikali yao. Wandande wa Kongo, makabila zote zenye ziko mkongo, hakuna kabila yenyewe inaweza pigana na serikali yao. Na kama Alonda anasema kama Wanyamulenge wako wanapigana na serikali ya Kongo sababu wao ndio wataleta sali au wao ndio wataleta ukombozi wa Kongo na Afrika mzima, kitu cha kwanza Alonda anachonganisha Wanyamulenge na guvernema ya kwao. Sababu guvernema itakamata kama Wanyamulenge wako wanapigana sababu wanapiga serikali sababu wao waokoe Afrika na wao waokoe Kongo. Pourtant kama Wanyamulenge ni wakongomani, hawaweze wakegeuze kano yao wapigana na serikali. Hiyo ni kumalizisha kabila. Kongo iko na makabila 450 tribus. Uniambie wa vijana wa 450 tribus. Kabila moja iangaje na wale watu wa vijana. Wakasai watakuja, Wabandundu watakuja, Wandande watakuja, mwe communauté muangaje vita na makabila zote zenye ziko mkongo. Ni kusema ni politiki ya kumaliza vijana wa Kinyamulenge, wataisha. Vijana wataisha. Ni kweli niko na hakikisha vijana wa Kinyamulenge wanaweza wakaisha wakiingia mwa ile logique yenye Alonda anasema. Wanaweza wakaishi. Sababu gani? Watafanya operation leo, kutakufa vijana 3, 4. Lakini kutakufa kijana wa Kasai, kunakufa na Mundande wengine fasi, kunakufa na Mkongo, au utaona kilio fasi fulani. Lakini wakifanya operation utaona ni mule Minembwe ndio mtakuwa kilio. Utaona ozamviro ya Minembwe, Masha, Kawera ndio kutakuwa kilio. Ni eneo moja ndio utaona kutakuwa kilio. Manake ile ni politiki ya kumalizisha vijana. Ile politiki ile logique yenyewe Alonda anaenda mwai. Neno ya pili ni kusema niko napenda niambie watu wa community ya Wanyamulenge na ingine ma community. Kuna kitu ambacho unaweza kama unasafiri, unaweza sahau. Nguo unaweza sahau, kiato unaweza ukasahau, kae unaweza ukasahau, lakini kitu ambacho hauwezi ukasahau mu maisha wakati unatoka kwako kunyumba unaenda ni kitu wanaita tabia. Wakati Alonda ameiba pesa za SNPCC 2,600,000 francs congolais, watu wenye wanampokea Minembwe wasiwazi wanapokea mkombozi, wasiwazi wanapokea malaika, wasiwazi wanapokea mtu wa lazima. Wajue ya kwamba mali ambayo ameiba ku SNPCC ni tabia na hawezi sahau tabia. Hiyo tabia ataenda nayo kule kwenye anaenda Minembwe. Anatafuta kwenye ataiba, akiiba pale watajua kama Alonda ni nani. Na ndio maana niko nawaambia watu wenye wako Minembwe kama Alonda ni mwizi, amekimbia na mali. Alonda sio mtu wa kuwasaidia kitu. Atakimbia na mali zao kama vile alikimbia na mali za SNPCC. Vile vyenye iko pale haiko mkombozi, hatasaidia wao kitu bali ni mwizi.
ya kusema kama wao ni wakombozi watafanya ukombozi wa nchi gani. Niko napenda niende ni profite hiyo occasion niwaambie kama M23 bar RDF haitaenda fasi. Vile venye tuliwabloke hapa Makobola hapa Munene na njoo tutawabloke Pwezero, na wakifanya azar, wakipenda kusema washuke Fizi, wakipenda kusema washuke Baraka, wakipenda kusema washuke Lulimba. Niko nabaambia leo, muandike tarehe ya leo, siku watapenda kushuka mubonde ya Mutambala, wote hawatapanda kilima, wote wataisha. Siku yenye watapenda kuenda na barabara ya Lulimba, wote wataisha. Mimi najua vijana wa Twirwaneho, na mimi najua vijana wa M23 inajua Fizi. Hiyo kwenye wako Pwezero, kule kwenye wako Mikenge, kule kwenye wako Minembwe ni Fizi. Kwenye walishindwa hapa Munene na Makobola ilikuwa Fizi. Na ile hadithi wanapasha kuikumbuka ni kusema hakuna fasi ambao wataenda. Na Alonda kama anajidai anaona ya kwamba amekimbia mbali, pale kwenye iko Minembwe ni Kongo, na kama wanashindwa atabaki kama vile samaki ndani ya maji. Unaona maji kama inakauka na samaki wote wanahangaika. Walonda watakuwa kama vile maji inakauka na samaki zitabaki zinahangaika. Kwa hiyo Alonda hataacha ile tabia, kule kwenye anaenda Minembwe ataiba na atakosa kwa kukimbilia. Wasiwazi kama wanaona mkombozi. Na neno la kumalizia ni kusema tunaomba wajene waache mambo ya usaliti, waache kusaliti. Hatuna nchi ingine pasipo hii Kongo. Na niko napenda tena kusisitiza kutosha confusion ya watu. Kusema mzee William ndio mwenye alituma Alonda. Alonda alikimbia madeni yenyewe alikuwa nayo ya mbao ambazo alikuwa anachunga pale Baraka kudepo, akakimbia na ile makuta wakati tulikuwa tunamudai. Na tunajua siku moja justice itakuwa randi kwa Alonda. Sheria itamfuata sababu hizo pesa zilikuwa pesa ambazo sisi tulihangaikia, na unajua sisi tuko wazalendo. Hatuko wa maimai, hatuko mpori. Tuko mubarabara, tuko mwingine. Na Alonda ni sherti atakuwa humu mwingine, na tutafatana naye kufatana na pesa zetu. Ni pesa za damu yetu, ni pesa za jasho yetu ambazo tutamudai siku moja. Na tuseme leo hii akirudia na kutoa pesa hiyo kwa uongozi, je, mtampokea kama mwanachama? Ndio tunamudai hizo pesa. Kitu cha kwanza arudishe pesa zetu. Akisharudisha pesa, unajua ukilipa deni ni sherti kuwe sheria itajua jinsi inafanyaka. Kama unalipa deni wanakuachiliaka, kama unalipa deni wanakutiaka mprison. Ile ni mambo ya sheria ndio itajua. Mimi niko msemaji, siko mwenye mtu wa sheria, naishia kusema ya kwamba iko na deni yetu. Kujua wakati atafika na pesa yetu tutamfanya je, watu wa sheria ndio watahusika na hiyo. Akiomba msamaha SNPC simo msamehe vipi? Uko tayari kumchukua? Unajua mambo ambayo amesema ya kwamba sisi alitumwa na sisi. Kwanza ametuchafua. Na wakati tunachafua mtu ni sherti tutafute sabuni ya kutengeneza nguo ambao umechafua. Kama atatafuta sabuni ya kutengeneza hiyo nguo ambao amechafua, hapo hamna shida. Lakini kitu ambacho tunamudai 2600 francs congolais yetu ambao wamekimbia nayo kule Minembwe. Wa Obwela Mula Dalton, tunakushukuru kwa muda wako. Mimi pia nawashukuru sana watangazaji. Shukrani. Asante. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Mapigano makali yaliripotiwa hiyo jana kati ya jeshi la taifa ambalo linashirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 na washirika wao katika nyanda za juu za Minembwe, kama anavyothibitisha Bwija Kelvin. Ujambo mtangazaji, mimi ni Kelvin Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama
Mapambano makali yameripotiwa leo na 4h du matin matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, hususan lokalite Anguli, Lusuku, Point Zero na vijiji kaza wa kaza. Waasi wa M23 na Twirwaneho, Red Tabara, Android wameenda kushambulia malokalite ambao nimetaja za wazalendo wakishirikiana na jeshi la FARDC. Unajua wazalendo wanatumika 100% na jeshi la taifa. Sisi kama mashirika za kiraia mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo tunaendelea kukondane ile maakte fulani ya maatake, mabombardement ambao waasi wa M23 wanaendelea kumanifeste usiku na mchana, wakizidi kutokuheshimu mikakati ya amani ya Doha na Washington. Ile tunaendelea kukondane. Utafahamu kama kwenye vilima vya Muramvya, Mitamba wamerenforce tayari, wamerenforce kutoa waasi Minembwe, wakaenda renforce vile vilima Mitamba na Muramvya. Vilima hivi vinapatikana mu groupement ya Bijombo, sheferi ya Bavira, territoire ya Uvira. Ni 4 kilometre na vile ya Uvira. Sisi kama mashirika za kiraia tunaendelea kukondane visa vile vya ataki vya mauaji. Raia wasiokuwa na ataki na hatia wako wanaendelea kuuliwa, wazalendo, jeshi la FARDC, na mali ya raia kunaendelea kupelekwa. Utafahamu kama jana juzi kumekuwa tena maatake Rugezi, Rugezi na kijiji cha Mulima. Waasi wameenda atake tena, watu wengi wamepoteza maisha, wazalendo kuwa atake jeshi letu la FARDC na mali ya raia kupelekwa. Ile tumeendelea kukondane na kuinterpele wakuu viongozi kurenforcer ma mekanisme na ma stratégie kwa ajili ya protection ya paisible citoyen et c'est bien. Na sasa tujielekeze mkoani Ituri. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutisha katika eneo la Mambasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo, miili ya watu 3 imekutwa Jumapili hii huko Kalonge, takriban kilomita 3 kutoka Teturi Center. Waathiriwa hao wametambuliwa kwa majina ya Omer, Asifiwe na Pascal Kalipi, ambao wanadaiwa kuuawa kwa kukatwa koo karibu na barabara kuu ya taifa namba 44. Miili mingine ambayo tayari ilikuwa imeanza kuoza pia imeripotiwa kupatikana katika maeneo ya Linjanza na Maibo. Aidha, watu kadhaa bado hawajulikani walipo, hasa katika eneo la Kiki. Hata hivyo, mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 6 ameripotiwa kuachiwa huru na watu waliokuwa wamemshikilia. Jumuiya hiyo ya kiraia inaziomba mamlaka kuchukua hatua za haraka kulinda raia na kuhakikisha miili ya waathiriwa inazikwa kwa heshima. Na sasa tuangazie suala la afya DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola, wakati serikali ikiimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa waziri wa afya Roger Kamba, Ebola tayari imesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,300 huku zaidi ya 5,000 wakiambukizwa. Mamlaka zinasema chanjo hiyo ya Ervebo itatumika pamoja na ufuatiliaji wa walioambukizwa na matibabu. Mlipuko huu unasababishwa na aina ya bundibujo ambayo kwa sasa haina chanjo wala matibabu yaliyoidhinishwa. Serikali inalenga kuongeza juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Na mwishowe, walimu Popokabaka watishia kugomea kuanza kwa masomo. Huku zikiwa zimesalia chini ya wiki 2 kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo, walimu katika eneo la Popokabaka mkoani Kwango wametishia kutogoma kurejea madarasani iwapo malimbikizo ya mishahara yao hayatalipwa. Walimu hao waliokutana katika mkutano mkuu Jumatano wamesema hawajalipwa mishahara ya miezi 3 tangu Juni, huku pia wakilalamikia ucheleweshaji na dosari katika malipo yao, ambapo baadhi ya ucheleweshaji umefikia zaidi ya siku 60. Wanasema hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa maisha yao na uwezo wa kuhudumia familia zao, pamoja na kuwaandaa watoto wao kwa mwaka mpya wa masomo. Walimu hao wameweka wazi kuwa kuanza kwa masomo mwaka 2026
kutakuwa mashakani iwapo mishahara hiyo haitalipwa, huku wakitaka mamlaka kuchukua hatua za kudumu kukomesha ucheleweshaji wa malipo. Mwaka mpya wa masomo nchini DRC unatarajiwa kuanza Jumanne Septemba mosi 2026. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri kwa leo.